Naam, ni kituo kikuu cha mabasi Magufuli Bus Terminal hapa maeneo ya Mbezi. Tupo wana Naso TV, tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu, kuhakikisha unapata update zote za kutokea hapa, ambapo leo mkuu wa mkoa alitembelea maeneo haya kwa ajili ya kuzungumza na baadhi ya wananchi, baadhi ya watendaji wa maeneo haya kuhusiana na kile kilichokuwa kimeongeleka kwa maana ya agizo kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuhusiana na mabasi yote ya huko pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam wawe hapa, wawe wa maeneo haya kwa ajili ya kuchukua abiria, kwa maana abiria wote wanaokwenda mikoani basi eneo liwe moja tu, na hili la stendi hii, stendi kubwa kabisa, stendi kuu ya mabasi nchini Tanzania, stendi ya Magufuli. Mimi naitwa Mpinga Shari, lakini nyuma kamera ni Dodo ambaye anahakikisha anakupatia wewe picha kubwa, picha adhimu kabisa ambayo unaendelea kututazama kila siku, kila itwapo leo. Tutazungumza na baadhi ya wananchi ambao wapo hapa, lakini pia baadhi ya wafanya biashara waliofika hapa ambao wanaofanya biashara zao maeneo haya ya Mbezi hapa, maeneo ya Mbezi kwa ajili ya kuzungumza. Nimekutana na ndugu yangu hapa Al-Habibi. Asalamu alaykum. Asalamu. Heri kabisa. Heri mwalimu. Mwamba kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo maeneo haya. Tupo maeneo haya. Wewe ni unafanya shughuli gani hapa? Hapa bwana, ni dereva bodaboda Magufuli Bus Terminal. Dereva bodaboda. Tamko umelisikia? Tamko nimelisikia. Mapokeo yake? Mapokeo yake ni mazuri kwa sababu gani? Stand yetu ya Magufuli ndio ambayo ndio lango kuu la usalama. Alafu pia stand ya Magufuli ndio ambayo inatakiwa iingize mapato na watu wengine wasaidike. Kama kwenye huduma za kijamii, mapato ambayo yanaingia kwenye stand kuu ya Magufuli. Lakini hapa leo hii stendi imekuwa ya kufaidisha mtu mmoja mmoja. Watu wametoa mabasi yao nje, kuna Shabibi, kuna Alizi Star, kuna nani. Kwa hiyo stendi sasa wametengeneza kwa stendi zao kule za mabilioni ya pesa. Kila sehemu kuna stendi. Kigamboni, Shekilango, Chanika. Hapo wanatengeneza mastendi ya mpaka Chanika. Hadi Chanika. Kuna mastendi wanatengeneza mastendi ya mabilioni ya pesa. Kumbe inawezekanika wao wanafaidika pakubwa. Tofauti na kuja hapa kule juu kuna vizimba. Vile vizimba ndio vijamaliziwa brother. Umeviona? Hapo chini hapo kuna mamoru ambayo yametengenezwa kwa gharama kubwa. Hii stendi inatengenezwa kwa bilioni 54. Lakini leo hii wamelifanya kama shamba la bibi. Kule unavyoona kule kwenye michicha kule. Kule kote ile imekuwa shamba, maana ni eneo lote la stendi. Eneo la stendi. Lakini wamelipwa kwa fedha za Watanzania, watu wametolewa, wamelipwa hela nyingi, ukalipwa milioni 150, ukalipwa milioni 80, ukalipwa kwa tathmini ya serikali. Lakini leo hii tena wameiua stendi. Serikali ifanye mkazo uliokuwa madhubuti. Yaani kwa sababu wamiliki wengine wa mabasi ni hawa watu wa serikali. Ndio maana wanakuwa wanaleta mgomo. Ili swala amelifanya Amos Makala. Amos Makala alishalifanya na zoezi akaliweza ndani ya siku 5. Lakini hapo tena wakamvunja moyo, manake kalifanya alafu hamna mtu yeyote alimpa ushirikiano. Naona Amos Makala alivunjwa moyo na nani? Amos Makala wamevunja moyo ni viongozi wenyewe. Viongozi ndio ambao wamvunja maslahi kupitia hizo stendi za huko. Kupitia stendi za huko. Hao ni wabunge, kama Shabibi ni mbunge. Abudi ni mbunge. Kwa hiyo wana kauli na wanapaza sauti zao. Hii mifumo wao wanaijua vizuri. Au sio bwana? Au stendi kama hii Afrika Mashariki brother. Afrika Mashariki, sio Afrika Mashariki tu, na nchi zingine zikiwa Kenya ukienda brother, kuna wanashushia kwenye magorofa, ofisi zipo kwenye magorofa, rosheni ya 6 ya 7, magari yao wanapanga chini katikati ya barabara. Lakini leo hii kuna Tamedi, gari anazipeleka wapi? Kariakoo kuna stendi brother. Yaani mpaka Kariakoo kuna stendi. Kariakoo unavyoona kwenye mji ule pale, kweli unaweza kwa stendi hapa basi. Gari zinapishana, yeye anatoka huku long side anapakia kwenye long side. Kwa ajili yeye ni boss, ni tajiri. Wanakuambia serikali hii ya matajiri. Serikali sio ya Tanzania, sio ya mlalahoi. Hii serikali bwana ya matajiri. Maana matajiri wanaamua lolote. Matajiri wanajiwekea wao tayari mianya. Lakini tunamshukuru Mungu kama inawezekanika ili swala kama limewekewa mkazo kwa kiasi hiki. Basi iliwe hivyo, isiwe kama maji au bahari. Saa 7 mchana yanaondoka maji, saa 10 jioni yanarudi. Lakini tunaomba Mwenyezi Mungu wampe ushirikiano kiongozi Chalamila ili asiwe kama yaliyotokea kwa Makala. Nini kifanyike sasa ili mradi na nyinyi mpate maslahi na stendi iwe katika hadhi iliyopangwa? Yaani kwa kiujumla kwa ajili ya kuyakazia mapato. Jana na leo brother, ukienda kuliangalia lile lango, umeniambia umepiga kazi jana. Yaani nenda makolekta pale, kolekta wanasimama mmoja brother. Leo hii kuna makolekta 4. Ukienda kwenye mlango ile pale kuna makolekta karibu
pale kwenye ile dirisha kuna anasimama kama makolekta wawili wanabishana shift. Yaani halmashauri wameweka makolekta wawili. Lakini leo madirisha yote yana makolekta. Kwa sababu gani? Mkusanyiko wa mapato umeongezeka brother. Hii stendi kwa mwezi inatakiwa ikusanye milioni 700 kwa mwezi, milioni 700. Tokea enzi hizo hadi leo hii ingekuwa kwenye mapato ya ile milioni 700 hadi leo hii nusu ya hela ilikopotea isharudi na sehemu nyingine ishafanyaje? Kushajengeka kule kote, kwa sababu tunategemea mapato ya ndani ya kujenga stendi. Ndio hii stendi ndio ambayo mapato yake yanayoingia ndio ambayo yanafanyaje, yanasababisha stendi iwe vizuri na iboresheke. Lakini leo hii mapato tumeyafinya, wanafaidika wao. Kwa maana hiyo wanaosema kwa stendi hii haitotosha kutokana na mabasi kwa mengi na abiria kwa wengi, stendi hii inatosha kabisa. Stendi hii inatosha clear kabisa. Kwa sababu gani? Basi inaondoka reporting time, yani reporting time ndio kila kitu ya stendi. Stendi ni reporting time. Wewe basi yako unaitoa saa ngapi? Saa 1 asubuhi. Basi yako inatoka saa ngapi? Saa 12 asubuhi. Masaa mawili kabla ya kupakia basi yako, abiria yako tayari ushaandaa wako jengo la abiria, ushakatia tiketi. Wewe ni kitendo cha kupandisha gari yako juu ikae kwenye bezi, waingia abiria wako, waondoke, unaipisha gari nyingine inayokuja ya Mwanza inapaki pale. Ndio jinsi ilivyo. Lakini wanachokifanya hao, wanaenda kuchukua mabasi yote yaliyokuwepo hadi kwao, wanakuja kuyajaza humo ndani yaonekanike stendi ndogo. Sasa kama Shabibi ana basi karibu 300, akileta mabasi yote hapa akileta yote hapa, huyo Abudi ana basi kama uchafu, akileta yote hapa, kwa hiyo tutasema stendi ndogo. Lakini kwa Abudi ana gari ya Tanga inatoka hapa saa 2, ana gari ya ana gari ya Mbeya, inajulikanika hizi gari zinatoka kwa muda gani. Kwa hiyo zikitoka zinapisha zingine zinakaa kwenye zile bezi. Stendi ndogo blaza, stendi hii kweli zidiwe mapato na Ubungo jinsi ilivyokuwepo kweli kiongozi, au sio kiongozi? Ile stendi ya Ubungo ilikuwa chafu, lakini kwenye mapato hii stendi imezidiwa. Stendi ya Ubungo ilikuwa inapiga hela kuliko hii kushinda hii blaza ile. Bwana, shukrani, tumeongea sana, ngoja niongee.